Leo tarehe 9 mwezi wa 4 2025, ambapo ni msimamo wa Chama cha Wauguzi Tanzania dhidi ya picha mjongeo inayowadhalilisha vijana wa kiume waliosomea taaluma ya uuguzi. Chama cha Wauguzi Tanzania ni chama cha kitaaluma kinachowakilisha wauguzi wote nchini, yenye jukumu la kulinda heshima, haki, maslahi na hadhi ya taaluma ya uuguzi pamoja na wanachama wake. Aidha, ni muhimu umma kufahamu kuwa uuguzi ni taaluma inayohusisha huduma za kitaaluma za afya zinazotolewa kwa wagonjwa, jamii kwa ujumla, kwa kutumia elimu, maadili, huduma na stadi za hali ya juu. Uuguzi ni muhimili wa sekta ya afya na haichagui jinsia kama zilivyo taaluma zingine zozote, bali unahitaji zaidi kuwa na elimu, kuwa na weledi wa hali ya juu na kujitolea zaidi. Ndugu waandishi wa habari, kwa masikitiko makubwa, Chama cha Wauguzi Tanzania kilipokea picha mjongeo kupitia mitandao ya kijamii inayozunguka kwenye makundi sogozi mbalimbali, ambapo wauguzi na wakunga wamo, iliyotolewa hadharani na mtu anayefahamika kwa jina la Goodluck Carlos alimaarufu Mr. Mwanya, ambaye ni msanii maarufu mbele ya jamii, ikidhalilisha taaluma ya uuguzi na ukunga, hususani jinsia ya kiume, na kuchochea chuki kwa jinsia ya kiume waliobobea katika taaluma hii ya uuguzi na ukunga. Katika picha mjongeo hiyo, Bwana Goodluck Carlos alimaarufu Mr. Mwanya amedai kuwa uuguzi ni taaluma ya kike, yaani kazi ya watu wanaofukunyuliwa. Ni maneno tunayonukuu kwenye picha hiyo mjongeo. Kauli hii ni ya udhalilishaji wa wazi dhidi ya taaluma ya afya na inalenga kutia doa kazi ya watu wanaohangaika usiku na mchana kuokoa maisha ya wengine, akiwemo hata yeye. Tuna imani, ndugu waandishi wa habari, labda tunieleze kifupi hapa. Muuguzi na mkunga ndio mtu wa kwanza kumpokea binadamu anapozaliwa. Maana yake kwamba hata huyu ndugu yetu Mr. Mwanya naye na imani alihudumiwa na wauguzi, na huenda ni wa kiume waliomhudumia, lakini leo ameamua kukengeuka na kutoa kauli za kudhalilisha taaluma hizi. Kwa kauli hizi zinashusha hadhi ya watoa huduma wa afya, wakiwemo wauguzi hususan wa kiume. Hii ni dhihaka ya kijinsia inayodhalilisha fani ya uuguzi na kuwafanya waonekane kama watu wasio na maadili, kinyume kabisa na hali halisi ya taaluma hii. Ni kauli inayowakatisha tamaa wanaosomea au walioko kwenye taaluma hii na inakiuka misingi ya usawa wa kijinsia. Hakuna taaluma ambayo imespecify au imeainisha ni ya jinsia moja tu, ili mradi tu mtu anahuluka na matamanio ya kusomea jambo lolote hilo, na ndivyo taaluma ya uuguzi ilivyo pia. Aidha, katika maelezo yake ameweka wazi mtazamo wake wa unyanyapaa dhidi ya wauguzi wa kiume kwa kuwabatiza majina ya kudhalilisha, baada ya kuwaita wauguzi wa kiume majina ya kike kama Mwajuma Mbinuko. Tunarejea maneno yake kwenye hiyo picha mjongeo, Asha Mautamu, Amina Kisogo na kadhalika, kadiri ambavyo tumesikia kwenye video yake hiyo. Kwa kufanya hivyo, Bwana Goodluck Carlos maarufu Mr. Mwanya ameendeleza unyanyasaji wa kijinsia, kisaikolojia na kijamii dhidi ya wanaume walioko kwenye taaluma ya uuguzi. Hii ni aina ya ukatili wa kijamii na kijinsia unaolenga kuwakatisha tamaa vijana wa kiume katika taaluma hii, jambo ambalo linaweza likafanya vijana wetu wa kiume wasijiunge na vyuo vyetu vya uuguzi na kuhatarisha utoaji wa huduma za afya nchini kwa ujumla wake. Pia Bwana Goodluck Carlos